Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii poll inaendea vijana au inaendea Wakenya ambao wanasema tumalize ukabila. Hawajui kitu wanaongea. Wana pretend hapa kwa social media, wana pretend hapa kwa TikTok tumalize ukabila. Na hao vijana ndio ukabila number 1. Hawa watu wana campaign au watu ambao wanafanya siasa kwa TikTok ni kabila number 1. Hao ndio watu number 1 kwa kabila. So ukabila haiwezi isha kwa siasa. Ukabila haiwezi isha kwa siasa. Na ukabila unaweza malizwa aje? Swali lazima ujiulize, ukabila tunamaliza aje? Tribes, ukabila, kukuwa na ukabila tunaweza maliza aje? Swali lazima tuulize hivyo. Si bila nyinyi unasema. Nasikia wengine wanasema sisi Waluhya si wa kabila, tumepigia watu fulani fulani kura ambao hatuishi eneo yetu. Hiyo si kumaliza ukabila. Hiyo si kama kumaliza ukabila. Hiyo ni kama kupea mtu zawadi. Ukabila tunamaliza aje tukikuwa serious? Kwa sababu kuchagua mtu MP area yako au MCA area yako, hiyo si kumaliza ukabila. Eneo ngapi imechagua watu MP au MCA ambao si kabila zao? Imemaliza ukabila? Ijamaliza. Njia ya kumaliza ukabila ni moja tu, watu wafanye intermarriage. Njia ya kumaliza ukabila ingine, njia ingine kwa nchi ya Kenya takikana mtu kakuambia wewe umetoka, wewe unaita Mjaluo au unaita Kikuyu, wasemekana wewe mtu akikuita unatoka wapi, unasema natoka province fulani au natoka county fulani, hiyo imeisha. Vile wa Tanzania wanasema, so Tanzania wako na kitu inaitwa province. Province kwa Kiswahili inaitwa nimesahau. So wanaulizanga wewe umetoka wapi, wanasema mimi nimetoka province ya Mwanza, wengine wanasema Dar es Salaam, wengine wanasema whatever province ametoka. Hautasikia mtu anasema mimi naitwa Ochieng au mimi naitwa Kamau au mimi naitwa Omwami. Huwezi pata vitu kama hizo. Njia ya kumaliza ukabila ni hizo vitu viwili tu peke yake. Hakuna njia nyingine. Kuna haja kudanganyana. Njia ya kumaliza ukabila ni watu kufanya intermarriage. Hiyo ni 1. Ya pili, watu kuulizana eneo anatoka. Kama ni Nyanza ni Nyanza, kama ni Mount Kenya, simple like that. Hizo njia mbili. Lakini njia ya kusema tumechagua mtu fulani tunamaliza ukabila kuna, hiyo umepewa mtu kazi. Ukabila unamaliza aje kupewa mtu kazi? Tuacheni hizo propaganda. Njia ya kumaliza ukabila ni intermarriage. Iwekwe intermarriage by force. Kikuyu awe Mjaluo, Mjaluo awe Kikuyu, Mkamba awe Kikuyu, Kikuyu awe Mkamba, Mkamba awe Mluhya, Mluhya awe yaani watu wafanye intermarriage. Hiyo ndio utamaliza ukabila, kwa sababu unaishi nao, unashare, unafundisha, unajua tabia, unajua mila, simple like that. Lakini kusema tulichagua MP ambao si kabila yetu tumaliza kabila, hiyo ni ukumbafu, hakuna kitu maliza. Tumechagua MP ambao si nini, MCA ambao si nini, senator ambao si nini. Hizo ni vitu ambao tuletee. Hizo umalizi ukabila. Mara ngapi, eneo ngapi wamechagua hizo vitu na bado iko ukabila? Bado ukabila imejaa. Ukabila ya siasa iwezi isha. Tuache kupretend hapa. Kwanza wale wanaeneza mambo ya ukabila hapa Kenya sana sahi. Kitambo ilikuwa ni wazee. Kwa sababu wazee walikuwa na control area nyingi sana. Lakini sahi kitu na control dunia ni social media. So wale ambao wako kwa social media au wale ambao kwa hizo platform kama Facebook, kama X, kama Instagram, kama TikTok ni vijana. Na hao vijana ndio wanajiita youth. Na hao vijana ndio wanajiita Gen Z. Hao ndio wanaeneza ukabila hata kuliko wazee. Kwa sababu gani? Nataka kupea example kinaro mbili tu. Kama juzi vile nani alipigwa Kisumu, Ososi. Majenzi wote au vijana wote walisema Wajaluo wote ni goons. Walisema Wajaluo ni wagoons kwa sababu wamepiga huyo.
So walieneza hiyo ukabila, kuweka jamii mzima kwa mistake ambao mtu mmoja au watu 10 au watu fulani wamefanya. Waliingiza jamii mzima. Haya, juzi kulikuwa na watu naibaiba watu kwa barabara huko huko area ya kuenda huko Kiambu, si Thika Road huko. Kwa nini wakuweka Wakikuyu wote ni wawizi? Wakikuyu wote ni gunzi, wanaibia watu, walinyamazia. So hiyo ndio kabila inaenezwa hivyo. Mtu mmoja akifanya mistake au mtu mmoja akifanya kitu kwa jamii mzima anakululiwa hapo. Kwa nini? Na jamii zingine wananyamaziwa. Hiyo ndio kabila. Wale wanatangaza ukabila sahihi ni vijana. Vijana wako na ukabila kuliko wazee, na hiyo ukabila yao wanatangaza kwa social media. Hapo kwa TikTok watu wanatukana na juu ya ukabila. Hapo kwa TikTok watu na diff politics juu ya ukabila. Hapo kwa TikTok watu na support mtu fulani kwa sababu ni kabila yake au ni kabila fulani au ni nini. Sasa watu nasema, sasa wanasema kabila nyingine ni mzuri kwa sababu una support kwa siasa. Kama example tutanipe Kikuyu. Sasa Waluya na support Kikuyu, sasa Waluya wa Kisii na support Kikuyu kwa sababu gani? Wakamba kwa sababu gani? Wanataka kule wa Kikuyu, sio nasema wa Kikuyu ni wazuri. Wakati Kikuyu walikuwa wanakaa na Wakale, walikuwa nasema wa Kikuyu wa kabila wanakaa na Wakale. Simple like that. Kwa sababu sio huyo mtu haiko kwa eneo yenu au haiko na nyinyi pamoja, so yeye ni mkabila. Akikuwa na nyinyi yeye si mkabila. Wacheni kupretend. Ukabila hapa Kenya ukitaka kumaliza watu wafanye intermarriage. Simple like that. Eneo ambao najua iko na ukabila number 1 hapa Kenya ni Northeastern. Kwa sababu Northeastern hakuna MC yote imechaguliwa hata na kabila nyingine. Hiyo Northeastern hakuna Msomalia yote imeolewa na kabila nyingine. Simple like that. Hao ndio wako na ukabila hali ya juu ya 100%. Lakini hao wengine ukitaka kumaliza ukabila lazima ufanye intermarriage. Yes.